السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, kama Mwenyezi Mungu alivyotuambia ya kuwa Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam ni mfano mwema kwetu na ni mfano mwema katika masuala yote. Kwenye hutuba zilizopita nilikuwa nimeeleza kuhusu mapenzi yake kwa Allah, na katika kueleza mada hiyo ya mapenzi yake kwa Allah nilikuwa nimeeleza kiwango chake cha ibada. Pia nilikuwa na fikra kwamba baada ya kueleza mada hii ya mapenzi ya Allah, mada ijayo nitaizungumzia kama ibada yake. Lakini nilipoanza kueleza mapenzi yake kwa Allah, matukio mengi kuhusu ibada yake pia yakasimuliwa ndani yake. Licha ya kupenda, sikuweza kutenganisha mada hizi mbili, kwani zote mbili zinaendana kwa pamoja. Ibada si kitu bila mapenzi ya Allah, na mapenzi ya Allah si chochote bila ibada. Mtu asiye na mapenzi ya Allah hawezi kufanya ibada ya kweli. Kwa vyote vile, katika mada hii yale nitakayo yaeleza leo, japo nimeyachagua kama sehemu kuhusu ibada, lakini kilele chake, kama nisemavyo kwenye hutuba iliyopita, inaenda kuishia juu ya mapenzi ya Allah. Kiwango chake cha mapenzi, namna ambavyo Mwenyezi Mungu ameeleza katika Kurani tukufu, ufafanuzi wake nimeshafanya katika hutuba zilizopita. Kwa mujibu wa aya moja, Mwenyezi Mungu anasema, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sema, hakika sala yangu na sadaka yangu na uzima wangu na kufa kwangu ni kwa ajili ya Allah, mola wa walimwengu. Kama nisemavyo, ufafanuzi wa aya hiyo umeshafanywa katika hutuba zilizopita, hivyo hapa hakuna haja ya kueleza tena. Mwenyezi Mungu kisha akimwambia kutangaza fattabiuni yuhibbukumullah, akatuagiza kufikia viwango hivi. Mwenyezi Mungu anasema kwamba uwaambie watu, kama mtanitii Mwenyezi Mungu atawapendeni na nini mtaweza kupata mapenzi ya Allah. Basi akimwambia kutangaza tangazo hili, Mwenyezi Mungu ametuagiza kufikia viwango vile, ya kuwa mufanye juhudi ya kweli ya kuvifikia. Kuhusu ibada ndani ya Kurani tukufu, Mwenyezi Mungu ametupatia amri zisizohesabika. Sehemu moja alisema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, sikuwaumba majini na wanadamu ila waniabudu. Basi alisema wazi kuwa kama mnataka kunitii, basi musikie kwamba kama nilivyofikia elimu ya shabaha ya uumbaji wa mwanadamu, nini pia muifikie na mufanye juhudi ya kutimiza haki yake. Ndipo mtaweza kufikia shabaha ya kuumbwa kwenu, na ndipo mtaweza kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu.
kisha akihimiza juu ya ibada sehemu moja alisema kwamba ya ayuhannasu budu rabbakum lazi khalaqum walazina min qablikum laallakum tattakun, eni watu mwabuduni mola wenu ambaye amewaumba nyinyi na wale wa kabla yenu ili mpate uchamungu. Basi ili kupata ukaribu wa allah na kushika uchamungu ni muhimu kwamba ibada ya mungu ifanywe na kiwango cha ibada yake kinyanyuliwe. kisha allah anasema kwamba ya ayuhalazina amanu rkau wasjudu wabudu rabbakum wafalu lkhaira laallakum tuflihun, eni mliyoamini inameni na sujuduni na mwabuduni mola wenu na fanyeni mema ili mpate kufaulu. basi amri hizi alizotupatia mtume sallallahu alaihi wasallam utekelezaji wake akauonyesha kwa matendo yake, kisha akatuhimiza kwamba utii wa kweli na kunifuata kutatimia pale ambapo mtajaribu kujileta kwenye kiwango hicho. maombi yake yale aliyofanya kwa ajili ya umati wake yatatufunika na yatatufaa wakati tukizingatia mfano wake mwema na amri zake. tutajitahidi kutekeleza kwa matendo. kwa kuonyesha na kusema tu kama maneno mtu hawezi kupata fadhili yoyote. kwa vitu vile mifano hii aliyoisimamisha yeye, mifano mingi nimeshaeleza tayari na ipo baadhi ambayo naieleza hapa. mtume saa salam alikuwa haachi nafasi na muda wote bila ibada ya allah, bali hata wakati wa kulala pia alikuwa akifanya ibada kama asemavyo mwenyewe, jicho langu linalala lakini moyo wangu haughafiliki na ibada ya mungu na kumbukumbu yake. aliwasihi waumini wake vile vile kwamba kiwango chenu kiwe hiki kwamba daima mumtangulize allah katika swala la ibada yake. alikuwa akijihisabu kwa undani sana. riwaya moja inapatikana hata aisha anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali juu ya shuka moja iliyokuwa na nukushi. mtume akatupiga jicho juu yake, kisha alipomaliza swala, alipohitimisha swala akasema kwamba shuka hii umpelekee abu jehem na niletee shuka ya abu jehem isiyo na nukushi, kwani shuka hii imeleta shida kwenye sala yangu. akatupilia jicho kwa sekunde tu, lakini hakuvumilia kwamba mimi nione shuka hiyo na nighafilike kuhusu mungu. hata aisha anasimulia ya kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam alisema, nilikuwa naona nukushi zake na nilikuwa na swali, nikapata hofu kwamba shuka hii isije ikanitia kwenye majaribio. katika kutoa ufafanuzi wake Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah sahib ameandika kwamba mada ya mlango huu ni kama hivi kwamba mavazi ya mtu yawe ya kawaida, yasiwe na rangi au nukushi ambazo zimghafilishe. mwanadamu kama ilivyo asili yake anapenda mavazi ya kawaida. anaandika kwamba siku hizi twaona kuwa watu wenye tabia latifu wanatanguliza mavazi yenye rangi safi isiyo na nukushi, lakini wapo baadhi ambao wanaendelea kuona mavazi yao na wanaendelea kurekebisha katika swala. na katika swala mtu anatakiwa kuswali kwa umakini na sio kuona mavazi yake. kisha anaandika kwamba kuna haja ya kuzama katika sala. sala inaweza kuwa sala ya kweli mtu aswali kwa kuzama ndani yake. hivyo islam haikupenda kitu chochote katika swala ambacho kinaweza kugeuza fikra ya msaliaji upande mwingine. hiyo inatuambia kwamba mtume namna alivyokuwa akifanya ibada ya allah kwa umakini hadi asione kitu ambacho kimghafilishe kuhusu mungu. kuhusu hiyo katika riwaya mbalimbali habari hii imeelezwa kwamba
picha zisiwepo au pazia isipatikane yenye picha mbele ya msaliaji, kwani vitu hivi vyote vinaweza kuwa sababu ya kumghafilisha katika swala, na ndiyo maana tumekatazwa kufanya hivyo wakati wa swala. Picha au mapazia ya namna hiyo yenye picha yasiwepo mbele ya mtu, yani vitu hivi visiwepo upande wa kibla. vivyo hivyo kuna maelezo mengine kuhusu kiwango chake cha juu. hat jafar bin muhammad anasimulia kutoka kwa babake kwamba hata aisha radhiallahu anha aliulizwa kuwa katika nyumba yake tandiko la mtume lilikuwa la aina gani. yeye akasema kwamba lilikuwa ni la ngozi na ndani yake majani ya mtende yalikuwa yamejazwa. hat hafsa radhiallahu anha aliulizwa kwamba katika nyumba yake tandiko la mtume likoje. akasema kwamba ilikuwa ni ya sufu, yani sufu laini, ilikuwa imetengenezwa na sufu, nilikuwa naikunja mara mbili na ilikuwa ikilainika, na mtume alikuwa akilala juu yake. usiku mmoja nilifikiri kwamba nikunje mara nne ili iwe laini zaidi, hapo itakuwa na raha zaidi kwa ajili yake. hivyo nikaikunja mara nne. asubuhi mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, usiku ulinitandikia nini? nikasema, hafsa anasema, nikasema kwamba ilikuwa tandiko lako tu, isipokuwa nilikuwa nimeikunja mara nne ili iwe laini zaidi kwa ajili yako. mtume saa salam akasema kwamba acha kama ilivyo, kwani ulaini wake ulikuwa kama kizuizi kwenye ibada yangu ya usiku. japo ulaini wa kitanda usingeweza kuwa kizuizi kwenye ibada yake, lakini hata hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam hakuvumilia hisia hiyo kwamba kitanda ni laini, hivyo nipumzike kidogo zaidi na nisiinuke kwa ajili ya ibada ya mungu. hivyo hiyo ilikuwa ni kiwango chake cha juu. hali ya ibada yake umulmuminin hata sauda radhiallahu anha ameeleza hivi. anasema kwamba safari moja nilisali nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume saa salam akafanya rukuu hadi mimi nikashika pua yangu. yani rukuu ilikuwa ndefu sana hadi nikahisi hofu kwamba damu isianze kutoka puani. kwa vyote vile hiyo inawezekana ambapo mtu awe na upendo na moyo wake usipende kuacha kizingiti cha mpendwa wake. akiingia kwenye hali yoyote basi azame mle. vivyo hivyo kuhusu kiwango cha ibada yake kuna riwaya nyingine. mutaraf anasimulia kutoka kwa babake, alisema, nilimwona mtume akiswali kwenye hali hii kwamba kwa sababu ya kulia sauti ilikuwa ikitoka kifuani mwake kama kinu inavyotoa sauti. sehemu nyingine mfano wa chungu umetolewa. kisha inapatikana katika riwaya hat muaz bin jabal anasimulia kwamba nilikuwa nimeketi kipando na nilikuwa nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam. kati yangu na kati yake ilikuwa sehemu ya nyuma ya tandiko la kipando. mtume akasema kwamba e muaz bin jabal. nikasema labbaik ewe mtume wa allah, na hii ni bahati yangu nzuri. kisha akaenda mbele kidogo akasema e muaz bin jabal. nikasema labbaik ewe mtume wa allah, hii ni bahati yangu nzuri. kisha akaenda mbele na akasema e muaz bin jabal. nikasema labbaik ya rasulllah, na hii ni bahati yangu njema. mtume akasema je, wajua allah ana haki gani juu ya waja wake? nikasema allah na mtume wake wanajua vizuri. mtume akasema kwamba allah ana haki hii juu ya waja wake kwamba wao wamwabudu yeye na wasimshirikishe na yeyote. kisha akaenda mbele na akasema e muaz bin jabal. nikasema labbaika ya rasulllah, hii ni bahati yangu njema. akasema je, wajua waja wana haki gani juu ya allah? kwanza ilikuwa haki ya allah, sasa waja wana haki gani? yani wawe wenye kufanya ibada. nikasema allah na mtume wake wanajua vizuri. akasema kwamba haki ndiyo hii kwamba allah asiwape adhabu. basi mtume sallallahu alaihi wasallam akasimamisha viwango vyake, bali akasihi kuvifikia vile kwamba nyini pia mkifanya hivyo mtapata mapenzi ya allah na mtaweza kusalimika na adhabu ya mungu.
hatmasihe maud alahsatu wassalam katika kumsifu mtume salallahu alaihi wasallam sehemu moja anasema ya kwamba mtume salallahu wasallam alikuwa mamur ili kusambaza kurani tukufu na pia kusimamisha suna kama ambavyo kurani tukufu ni ya yakini vivyo hivyo suna pia ni kitu cha kudumu yani suna ambayo inafika hadi yeye na inathibitika kwa kupitia matendo yake na wasimuliaji waendelee kueleza ndani yake iwe mnyonyoro fulani wa riwaya huduma hizi mbili mtume alizifanya kwa mkono wake na akaziona kuwa wajibu wake amri ilipotolewa kwa ajili ya swala mtume salallahu alaihi wasallam akaonyesha kauli hiyo ya mungu kwa kupitia amali zake na matendo yake na akazihirisha kwa matendo kwamba sala ya alfajiri ina raka hizi na maghribi ina raka hizi na sala zingine zina raka hizi vivyo hivyo akaonyesha kwa kufanya hija na kisha kwa kupitia mkono wake akawafanya masahaba maelfu na maelfu akasimamisha silsila hii kwa nguvu zote hivyo mfano wa kimatendo ambao unapatikana katika umati ndio unaitwa suna anaandika kwamba lakini hadisi haikuandikwa mbele ya mtume na haikujumuishwa katika uhai wake anafanya malinganisho baina ya suna na hadisi kwamba tofauti ni ipi alisema suna ni ya kwanza hadisi inakuja baadaye na hadis ambayo haigongi kurani tukufu na suna yake ni hadisi sahihi hivyo pale ambapo anaandika na anasema katika kumsifu mtume kwamba alikuwa na viwango gani vya ibada alisema kwamba alionyesha vyote kwa kufanya kwa matendo na akawasihi waumini wake kufuata hivyo hii ndio suna ambayo inatufikia hadi leo mifano ya masahaba imetufikia kwa sababu ya malezi ya mtume salallahu alaihi wasallam mtume salallahu alaihi wasallam aliwalea masahaba zake hadi viwango vya ibada yao vikaendelea kunyanyulika na kiwango cha upendo kwa allah pia kikaendelea kunyanyulika zaidi na zaidi huo ndio mfano ambao mtume akausimamisha na maswaba zake wakaushika na kwa ajili yetu hii ndio amri kuhusu tahajudi amesihi sana kwamba tunapaswa kusali sala ya tahajudi hata musleh maud ameandika katika sehemu moja kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa akizingatia sana nafali hizi kwamba japo hizi ni nafal alikuwa anatembea usiku na kuona kwamba katika maswahaba nani anaswali nafali hizi alikuwa anatembea kwenye mitaa ya mji na barabarani alikuwa anajua kwamba je watu wameamka wakati wa tahajudi au la alikuwa anafanya ukaguzi kwamba nani anaswali nani haswali tahajudi siku hizi tukimuuliza mtu fulani kuhusu swala au akiambiwa kwamba aje kuswali miskitini au anakuja katika msikiti kwa sala ngapi watu wanaanza kusema kwamba hiyo ni swala letu binafsi wewe ni nani mwenye kuniuliza au jumuiya ina haja gani ya kutuhoji hilo ni swala letu na swala la mungu lakini mtume alikuwa anafanya ukaguzi kuhusu sala ya tahajudi safari moja kwenye majlisi yake abdullah bin umar razila alitaachwa kwamba huyu ni mtu mwema sana na ana sifa kadhaa na fulani mtume alisema kwamba ndiyo mtu ni mwema sana sharti ni kwamba aswali tahajudi kwani alikuwa kijana na alikuwa anazembea katika tahajud hivyo mtume akamhimiza kufanya hivyo kisha mtume saa salam alisema kwamba mwenyezi mungu awarehemu mume na mke wale ambao ikiwa usiku mume akiamka basi asali tahajudi na pia amwamshe mkewe kwamba yeye pia asali tahajudi na asipoamka basi amiminie maji juu ya uso wake na amwamshe kama mke akiamka basi asali tahajud mwenyewe na amwamshe mumewe na asipoamka basi amiminie maji juu ya uso wake angalieni kwamba upande moja mtume amesema kwamba mke amheshimu mumewe lakini upande wa pili kwa ajili ya kumwamsha kwa ajili ya sala tahajudi kama akilazimika kumiminia maji juu ya uso wake amesema kwamba hiyo ni halali
mtume alikuwa anaona umuhimu huo wa tahajud. Kisha kurani inasema kwamba kuamka usiku kuna niosha nafsi. ndio sababu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawaambia maswahaba kwamba hata kama muswali tahajud raka mbili lazima muswali. kisha inathibitika kutoka hadisi kwamba katika sehemu ya mwisho ya usiku mungu anakuja karibu na anakubali maombi. hivyo kuswali tahajudi ni muhimu na kuna faida sana. hakuna shaka kwamba hii ni fadhili ya mwenyezi mungu tu ambayo inamwokoa mwanadamu, na mtu yote kwa msingi wa amali hawezi kudai kwamba atapata wokovu, kwani mwenye kutenda na mtifu mkubwa wa mungu alikuwa mtume saa salam. ye pia alikuwa hategemei amali zake kama inavyopatikana katika hadisi na katika hutuba iliyopita nimegusha eleza kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia bi Aisha na masahaba wengine walipomuuliza kwamba wewe utaenda janna kwa kupitia amali zako, akasema hapana Aisha, mimi pia nitaingia peponi kwa fadhili ya mungu tu. hivyo muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye kila kupumua kwake, kutembea kwake kulikuwa kwenye ibada, kuamka kwake na kulala kwake kulikuwa ibada, mtu ambaye kila amali yake ilikuwa ni ibada, hata kwenda kwake kujisaidia au kwenda kwa wake zake pia kulikuwa ibada. mtu kama huyu anaposema kwamba sitaenda peponi kwa kupitia amali zangu bali nitaenda kwa fadhili ya allah, basi nani awezaye kusema kwamba mimi nitaingia peponi kwa kupitia amali zangu? hivyo msifikiri hivi kwamba kivipi kila amali ya mtume ikaingia kwenye ibada, kwani mungu ameeleza kuhusu hali hii kwamba kila hali yake, kila amali yake ilikuwa ni ibada. mtu asiyejua anaweza kusema kwamba kivipi kila amali yake, kila hatua yake imekuwa ibada, lakini tukumbuke kwamba jambo hili ni sahihi. kila amali ya muhammad sallam ilikuwa ibada, ndio mina ghairi yake kila amali ya mtu mwingine haiwezi kuwa ibada. huyu ni mfano mwema, na kila kitendo chake kilikuwa kwa ajili ya ridhaa ya mungu, na kazi inayofanywa kwa ajili ya ridhaa ya mungu inakuwa ibada. kitendo cha mtu mwingine, kila kitendo hakiwezi kuwa ibada. kuhusu mtume mwenyezi mungu alisema lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa ajili yenu katika zati ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kila kitendo chake kuna mfano mwema. je, sio maana yake kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam atuambie kwa amali zake kwamba amali gani ni halali na amali gani si halali, amali gani inapendeza na amali gani ambayo haipendezi, na amali gani ni halal na amali gani ni haramu? hivyo kila kazi ya mtume ni maelezo. kwa mfano kusali kwake kulikuwa ni kama kufuata amri moja ya mungu, bali kulikuwa ni tangazo kwamba hizi ni faraiz yani wajibu, na hizi ni suna, na hizi ni nafali ambazo ni za ziada, na kuswali nafali ni muhimu kwa ajili ya kupata ukaribu wa mungu. kula kwake kulikuwa tangazo kwamba yale anayokula ni halal na vitu ambavyo hali si halali. hivyo kila amali ya mtume ilikuwa imefanywa kuwa mfano kwa ajili ya watu. hivyo vitu ambavyo alikuwa anasema kwamba ni halali na alikuwa anavitumia, hii ilikuwa ni ibada, na vitu ambavyo alikuwa anakataza na alikuwa hatumii, hiyo pia ilikuwa kwenye ibada. ilmuradi kila kitendo chake kilikuwa ibada, kwani kilikuwa chini ya amri ya mungu. hivyo mfano wake mmoja ndiyo huu kwamba mtu mmoja alipomuuliza kuhusu muda wa al asiri, ni dhahiri kwamba kuswali katika wakati wa kwanza ni kazi inayopendeza, lakini mtume alichelewesha hadi muda ukapita sana. sasa kuchelewesha kwake kulikuwa ni ibada, kwani alikuwa anampatia somo kwamba mtu kwa sababu fulani asipoweza kuswali kwa uzuru fulani, basi akiswali katika muda wa mwisho hiyo itakuwa sahihi. ilmuradi kulikuwa na tangazo kwenye wajibu, katika nafal pia kulikuwa na tangazo kwamba hivi vyote ni ibada ya mungu. na hivyo kwa hali hii anasema kwamba kwa fadhili ya allah ataenda peponi, japo mungu alisema kwamba kila kitendo chake ni ibada, lakini huyu alisema kwamba mi nitaingia peponi kwa kupitia fadhili ya mungu. hivyo sisi ambao matendo yetu ni madogo sana, kihivi tunaweza kusema kwamba tutaenda peponi kwa kupitia matendo yetu?
fadhili ya mungu ni kitu muhimu na fadhili ya mungu haiwezi kupatikana kwa madai tu. kwa ajili yake tunahitaji kitu. madai ya kiimani si kitu chochote, na kitu kile ni kipi? ni kitendo, utekelezaji, kutekeleza suna ya mtume, kutekeleza suna na maagizo ya mtume saa salam, kufanya juhudi ya kuongeza viwango ya ibada, kufanya juhudi ya kuzidi katika mapenzi ya mungu na kupata mapenzi yake. kama nisemavyo kwamba ibada si kitu bila mapenzi ya allah na mapenzi ya allah si kitu bila ibada. hali ya dua ya mtume ikoje? hat muslim maud ameandika kwenye tafsiri moja kwamba mimi nitaeleza maneno yangu vile vile, lakini maelezo hayo yametolewa kutoka maandishi yake. wapo wengi ambao wanafanya dua lakini macho yao, moyo wao, ubongo wao na kifua chao havi wasaidii. dua wanafanya lakini macho yao na moyo wao na ubongo wao na kifua chao kinakuwa mahala pengine, vinakosa upendo ambao vinatakiwa kuwepo. na kisha natija gani inatoka? natija inatoka kwamba kwa kuwa vitu hivi haviendani na dua, havisaidii mwenye kufanya dua, hivyo dua hiyo inakuwa ni dua ya kizwahiri. macho yake hayashiki, hayapati machozi, moyo wake hauyeyuki. wakati wa dua macho yanatakiwa kupata machozi, moyo unapaswa kuyeyuka na ubongo pia uelekee kwa mungu. kifua chao kama hakipati jaziba, natija yake ndiyo hii kwamba dua yao inapotea hewani kama ambavyo vumbi inapotea na inaruka. nani atakuwa mwana huru zaidi kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam? lakini kuhusu ye inapatikana kwamba alipokuwa akifanya dua kutoka kifua chake sauti ilikuwa inatoka kama ambavyo chungu inachemka, na alikuwa analia hadi machozi yalikuwa yanafikia kwenye ndevu yake. lakini wapo wengi ambao wanaona kwamba ni kibri na hawapendi kulia katika maombi. katika swala kushika unyenyekevu na uchungu pia ni muhimu sana. mtu anapaswa kufanya juhudi kwa ajili yake. na hat masihi maud alaihi wassalam ameeleza tiba moja, yani njia moja, kwamba muufanye uso wenu kana kwamba unalia. kwa kupitia hali hii ya kizwahiri moyo unapata athari na kisha mtu anaanza kulia katika swala. hivyo mtume alipotuambia kwamba hivi ni vivango vya ibada yangu na mimi namshukuru mungu, fadhili ya allah itaniokoa, na kwa ajili ya kupata fadhili hii nafanya ibada, na pia namshukuru mungu juu ya neema zake, kwani allah ni mkwasi. nisipotoa shukurani sasa sijui kwamba mungu atanitendea vipi. hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni kiongozi wa watukufu wote haoni kwamba amali si kitu chochote. watu wengine kivipi wanaweza kusema kwamba sisi hatuna haja ya amali na matendo, mwenyezi mungu atatughufiria tu? hiyo ni kauli ya makafiri tu, si kauli ya waumini. mtume saa salam kumkumbuka kwake pia ni suna moja, alikuwa anafanya hivi. kuhusu hiyo katika hutuba moja hat musleh maud alikuwa ameeleza kwamba katika kumkumbuka mungu jambo moja ni ambalo linafanywa wakati wa kulala. mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kulala alikuwa anasoma ayatul kursi, sura ikhlas, sura alfalaq na sura annas. hizi ni sura tatu za mwisho za Qur'an tukufu. alikuwa anasoma mara tatu na alikuwa anapulizia mikono yake na kisha alikuwa anapapasa juu ya mwili wake. alikuwa anafanya hivyo kwamba akianza kutoka kichwa alikuwa anafikisha hadi angeweza kufikisha mkono wake. hii ni suna ya mtume, kazi ambayo akiona kuwa kazi ya kidini aliendeleza kwa siku zote. hiyo inaitwa suna. na kwa kuwa kumkumbuka mungu alikuwa anafanya hivyo kwa siku zote, kusoma ayatul kursi na sura tatu za mwisho kila usiku. hivi kila muislamu anapaswa kufuata suna hii na anapaswa kuifanya kuwa sehemu ya maisha yake. hivyo hatutakiwi kuacha kwa kufikiri kwamba hiyo sio lazima, kwamba tusipofanya hiyo tutaenda katika jahannam, na hatutakiwi kutafakari kwamba labda
habari hizi au amali hizi zinatosha ili kutupeleka peponi na hatuhitaji matendo mengine. baadhi ya watu wananiindikia barua na wananiuliza kwamba utuambie dua ndogo tu tuendelee kuiomba ili tupate mema na mazambi yetu pia yatuondoke yafutwe na shughuli zetu pia zifanikishe na tupate ukaribu wa mungu. jambo la kwanza ni ibada, swala ambazo ni farazi. baada ya farazi mtume aliswali nafali. hivyo viwango ambavyo ni vya swala tunapaswa kuvifikia kwanza, kisha ni nafali, kisha ni kumkumbuka mwenyezi mungu. kumkumbuka mungu kunamhimiza mwanadamu kutenda mema zaidi, lakini pamoja na hayo kutekeleza hulka zingine na matendo mengine pia ni muhimu. mtu anapaswa kuwa na hulka njema, hulka tukufu kwa ajili ya kujipatia ukaribu wa mwenyezi mungu na kufikia hali hii kwamba matatizo yetu yatatulike na maombi yetu yakubaliwe. ni muhimu kwamba tufuate kila amri ya allah na tufanye kama alivyotuonyesha mtume sallallahu alaihi wasallam. tufanye juhudi kwa ajili yake na tufuate suna yake kamili. kuhusu zikri, mtu hatakiwi kuwa na wazo hili kwamba tukiacha hatutaenda katika jahannam, na pia hiyo kwamba zikri hii tu itatupeleka peponi na matatizo yetu yatatatulika. matendo ni muhimu sana na wajibu pia ni muhimu sana. mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihitaji maombi haya kwa ajili ya maendeleo yake. kivipi tunaweza kusema kwamba sisi hatuhitaji maombi hayo? hii ilikuwa ni suna ya mtume kwamba wakati wa kulala alikuwa anasoma ayatul kursi na sura 3 za mwisho mara 3 kama ilivyoelezwa, na kisha alikuwa akipulizia mikono yake na kupapasa juu ya mwili wake. hatmusleh maud ametusihi kuhusu mambo mengine vile vile. sehemu moja ameandika kwamba watu ambao wanakuwa viongozi wa dini wanakuwa na wazo kwamba ibada zetu ziwe zaidi kuliko vingine. wapo baadhi ambao wanaitwa maulamaa au wanaitwa viongozi wa mashirika ya kidini kwamba ibada zetu zinapaswa kuwa zaidi kuliko vingine, na kisha kwa ajili yake wanaanza kujifanya ili watu wawachukulie kuwa wema. viongozi wakubwa wanasiasa pia wameanza kufanya hivyo. maimamu wa miskiti au viongozi wa mashirika fulani wao wanaona kwamba wao ni mifano kwa ajili ya dunia, au wanafanya juhudi ili kuwaambia watu kwamba wao ni mifano kwa ajili ya watu wa dunia, na wanaanza kushika tabia ya kujionesha na wanafanya ili wawaoneshe wengine. vitu hivi vinapatikana kwa waislamu na viongozi wengine wasio waislamu. riwaya zinapatikana kuhusu baadhi ya makabila. kwa vitu vile kama ni waislamu, basi hali yao ya kudhihirisha hali ndio hii kwamba kama wanatawaza kwa njia makhsus na wanaendelea kuosha viungo vyao kwa muda mrefu hadi wanasema kwamba matone yanayotoka kutoka wuzu hayatakiwi kugusa mwili unachafuka. kwa kupitia sura zao wanaonyesha unyenyekevu wao ili kuwaonyesha wengine tu, na wanafanya ili dunia ione, na mbele ya dunia wanasoma vitu mbalimbali na wanadhihirisha vitu hivi ili watu wawaone. lakini mtume sallallahu alaihi wasallam japo alikuwa mwenye kushika uchamungu zaidi kuliko watu wote, na hakuna mtu ambaye anaweza kuwa na hofu ya mungu kama yeye alikuwa nayo. pamoja na hayo alikuwa hajikalifishi katika mambo hayo na maisha yake yalikuwa matakatifu sana. hata abu qatada razila anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mimi saa nyingine ninasimama kwenye sala, ninanuia kurefusha swala, lakini ninasikia sauti ya mtoto kulia, na mimi kwa hofu hii kwamba nisije nikamtia mama yake kwenye shida nafupisha sala. mtume ameeleza kwa uzuri sana kwamba mimi kwa kusikia sauti ya mtoto kulia ninafupisha sala.
masufi wa siku hizi labda wataona kauli hii kama ni kuvunja heshima yao, kwani wao wanaona ufahari kwamba sisi katika swala tunazama sana. Hata kama kelele inatokea kiasi gani sisi hatufikiri kuhusu kelele ile, lakini mtume sasa alikuwa hajikalifishi katika mambo hayo. heshima yake ilikuwa ni ile ambayo mungu alikuwa amempatia na si wanadamu. alikuwa hataki chochote kutoka wanadamu, hivyo alikuwa hajali vitu hivi vya dunia. watu hawa tu ndio wanaweza kufikiri ambao wanaona kwamba watu wanawapa heshima na wanaona kwamba mtu anaweza kuwapatia heshima tu na si mungu. lakini wenye kufikiri kwamba mungu ndiye mwenye kutoa heshima kama alivyosimamisha suna mtume saa salam na akazurisha kwa amali yake, wa hawezi kufanya hivyo. wa wanapaswa kuwa na maisha ya kawaida. hat anas radhiallahu anhu anasimulia kwamba safari moja aliulizwa kwamba je, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na swala pamoja na viatu. sasa upande mmoja ni ibada na viwango vyake vya juu, lakini pale ambapo kuna hada ya urahisi, kwa mfano kuhusu swala ya alasiri nimeeleza kwamba kila kipengele anakizingatia, lakini wanaona kwamba ibada ya mungu ifanywe na mtu apate ridhaa yake. alipoulizwa hatanas kwamba mtume saa salam alikuwa na swala pamoja na viatu, ye akajibu kwamba alikuwa na swali. kutoka tukio hili tunapata kujua kwamba mtume alikuwa anajiepusha na mambo ya kujikalifisha. waislamu ambao hawajui kuhusu imani na islam na mafundisho yake, wakimwona mtu akiswali pamoja na viatu waanze kupiga kelele, na maadamu mtu atekeleze masharti yote sawa na wazo lao wa hawezi kumwona. lakini mtume muhammad ni mfano mwema kwetu. hii ilikuwa njia yake, alikuwa anaona matukio hali halisi na si mambo ya kujikalifisha. hali yao ndiyo hii hadi leo. ahmadi moja aliniandikia kwamba huyu alisema kwamba we unasoma kalema au umesema jambo fulani. huyu akasema kwamba wewe huswali na hujui swala na hujasoma qurani. alisema hata mimi nijue nisijue, lakini kwa kuwa wewe ni ahmadia, wewe ni marzai au kadiani, hutakiwi kuswali sala. hii ndiyo hali ya watu ambao ni maadui zetu. kwa ajili ya ibada ya mungu sharti moja ni utakaso na utukufu. jambo hili linathibitika kutoka Qur'an tukufu na hadisi. hivyo viatu ambavyo vive vitakatifu na mtu asiende katika mahala ambapo kunaweza kuwepo najisi. katika hali ya dharura mtu anaweza kuswali pamoja na viatu, na kwa kufanya hivyo mtume amefanya hisani juu ya umati wake kwamba amewasalimisha kutoka mambo ya kujikalifisha. kutoka mfano huo mwema watu wanapaswa kuchukua faida ambao wanabishana juu ya mambo hayo, kitendo ambacho kisipunguze heshima ya mungu na ucha mungu. kwa kufanya hivyo utukufu wa binadamu hauwezi kupungua. hivyo iqamat sala pia ni kitu muhimu sana, na humo kuswali swala mwenyewe na kuwafanya wengine kuswali, na kuswali pamoja na ikhlasi na pamoja na wuzu, na kuswali swala pamoja na sharti yote. katika hadisi inapatikana kwamba swala ni njia moja ya kumkutanisha mungu na mja wake, yaani kwa kupitia swala rangi ambayo mungu anataka kuleta kwa waumini inapatikana kwa waumini, na wao wanashika rangi ya mungu. mtume alikuwa anazingatia sana swala kwa jamaa. safari moja mtu kipofu akaja kwake na akasema, ya rasulullah saa salam, nyumba yangu ni mbali na miskiti na kwa kuwa napata shida katika kufika miskitini, hivyo ukiniruhusu basi katika siku za mvua mimi ni swala kwenye nyumba yangu. katika madina nyumba zilikuwa ni za udongo, matofali ya udongo, na katika siku za mvua maji yalikuwa yanasambaa kwenye mitaa, na kulikuwa na desturi kwamba watu walikuwa wanaweka mawe pamoja na ukuta ili maji ya mvua yasilete madhara kwa kuta za nyumba. Sahaba kipofu akasema kwamba siwezi kutembea katikati kwa sababu ya maji, nikitembea kwenye kona siwezi kutembea kwa sababu ya mawe.
je naweza kuswali nyumbani? Mtume akasema sawa, unaweza kuswali, hakuna shida kama unapata shida hiyo. Alipotoka kutoka huko, baada ya muda mtume akawaambia masahaba kwamba wamlete kwake. Aliporejea mtume akasema kwamba je, sauti ya azan inafika nyumbani kwako? Akasema kwamba ndio, sauti ya azana inafika. Mtume akasema kwamba kama sauti ya azana inafika nyumbani kwako, basi hata kama unapata shida katika kuja miskitini au unapata majeraha, unapaswa kuja miskitini. hata masihi maud anasema kwamba mimi nasema tena ya kwamba miti ya upendo wa mwenyezi mungu itapatikana na itakuwa kwa watu, na matunda matamu na taibu yatapatikana kwao ambao watakuwa wasadikishaji wa ukuloha daiman. kumbukeni kwamba hiyo daraja ambapo suluki ya masufi inakwisha. salik anapofika hapa anaona dhihirisho la mungu tu. anasema kwamba kurekebisha hali ya ibada ni ibada halisi, ibada ambapo mungu akumbukwe, na kwa kufanya ibada mungu awe mbele ya mtu. hii ndio ibada halisi. alisema innani lakum minhu nazirun wa bashir, mimi kwa ajili yenu nimetoka kwake kama mwenye kutoa habari njema na mwenye kuonya. hata masihi maud anasema kwamba kwa kuwa ibada hii, kazi hii ya kufanya ibada kwa kujihalisishia ni kazi yenye shani azim, na mtu hawezi kufanya bila mfano mwema na mfano kamili. bila nguvu yote tukufu mtu hawezi kufanya hivyo. hivyo mtume saa salam anasema kwamba nimekuja kutoka kwa mungu nikiwa nazir na bashir. kama mkinitii na mtanikubali, basi kwa ajili yenu kuna bishara azim, kwani mimi ni mwenye kutoa habari njema. na kama mnanikataa, basi kumbukeni kwamba mimi nimekuja kama nazir. kisha mtalazimika kukabiliana na hofu na shida kubwa kubwa. jambo hili ni jambo ambalo yatupasa kuliona kwa makini sana. kama sisi tumemkubali na tumemkubali kuwa nabii mwenye kutoa habari njema, tunaweza kupata habari hizi njema tutakapokuwa wenye kutimiza haki ya ibada zetu, na kwa ajili ya kufuata mfano wake tutafanya juhudi ya kufikia kiwango chake. kumbukeni kwamba juhudi hii ni muhimu, na kwa ajili ya juhudi mtu analazimika kufanya jihadi. baadhi ya watu wanasema kwamba tunafanya juhudi ya kuswali sala 5. huo ni udanganifu wa nafsi. kama juhudi iwe ya kweli, basi mtu anapaswa kuwa na fikra na wasiwasi. hivyo kila moja anatakiwa kujichunguza kwamba je, juhudi zetu ni za kweli au la. hata masihi maud amesema kwamba ibada ya mtume saa salam ilikuwa ya namna gani. alikuwa anakwenda kwenye pango la Hira pale ambapo kulikuwa na hatari ya wanyama pori, na habari hii imekusha elezwa tayari kwamba alikuwa anafanya dua na maombi. akieleza jambo hili alisema hii ni kanuni kwamba upande moja kivutio kinapozidi, basi upande wa pili hofu inaondoka kutoka moyoni. upendo wa mungu kama kivutio chake kimeongezeka na mtu ameelekea upande wa ibada yake, basi hofu ya vitu vya dunia inaondoka. ametoa mfano kwamba baadhi ya kina mama ambao wanakuwa tabia ya kuogopa sana, tumeona kwamba wakati wa marazi ya mtoto, wakati wa usiku wanakwenda katika mahala fulani ili kufanya dua, sehemu ambapo kutoka kwao wakati wa mchana ni kugumu. anasema kwamba hofu ya mungu na upendo wake unaposhinda, hofu zingine na mapenzi mengine yanatoka. kwa ajili ya dua hii mtu anahitaji uhusiano wa namna hii. alisema kwamba uhusiano unakuwa wa ndani ndio unaozihiri. anasema ibada iwe kwa ajili ya mungu tu na si kwa ajili ya kuwaonyesha wengine. mtu akifanya subira katika ibada na utii, mungu hatampoteza. katika islam wamepita maelfu ambao watu wakawatambua kwa kupitia nuru yao tu. wao hawakuhitaji kuvaa mavazi makhsus au kutumia njia mbalimbali za kuwaonyesha wengine. na waja wa mungu hawakuwa sare za namna hii kwamba wakivaa kanzu waonyeshe watu na watu waseme kwamba huyo ni mtu mwema sana.
nabii wa mungu hakuwa na mawazi kama hayo makhsus kwamba angeweza kujitofautisha kwa watu, bali safari moja mtu mmoja kwa kuelewa kwamba abubakar ndiye mjumbe na nabii akamsalimia na akaanza kuonyesha heshima kwake. mwishowe hata abubakar akasimama na akaanza kumtumikia mtume salallahu alaihi wasallam, na si kwa kauli yake bali kwa kitendo chake akamfahamisha kwamba huyu ndiye muhammad salallahu alaihi wasallam, mimi ni mtumishi wake. mtu anapoanza kushika utumishi wa mungu anakuwa hana haja ya kuvaa mavazi makhsus, yaani wengine ambao wanaanza kuvaa mikufu na vitu vingine wanaanza kuvitumia. watu wa namna hii wanakuwa mbwa wa dunia. watu hawa ni watu wa dunia na si watu wa mungu. wanaotafuta mungu wanakuwa hawana hali kama hiyo kwamba wavae sare maalum. wao wanataka kukaa wakijificha kutoka watu wa dunia. baadhi ya watu mungu anawaleta nje ili athibitishe kwa watu uthibitisho wa uungu wake. mtume hakuwa na tamaa kwamba watu wamwite kama mjumbe au nabii au wamtii. ndiyo maana alikuwa naenda kufanya ibada kwenye pango la hira na alikuwa hana nia kwamba atoke nje, lakini mungu kwa maslahi zake akamtoa nje na kwa kupitia yeye akazuhirisha nuru yake duniani. mwenyezi mungu atujalie kunufaika na nuru hiyo, tuweze kutimiza haki ya ibada yake na tuweze kushika mfano mwema wa mtume salallahu alaihi wasallam. mwenyezi mungu atujalie kufuata mfano wake mwema na atujalie tuweze kufanya juhudi ya kweli ya kushika mfano wake. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.